La muhimu, kumbukeni kuwa jukumu lenu kubwa zaidi ni kufundisha darasani. Mna wajibu wa kuwaandaa vijana wa Tanzania kuwa wabunifu, waajiriwa wenye ushindani na pia wajasiriamali watakaochangia maendeleo ya taifa letu. Shule hizi za amali, maana yake tunategemea watakaotoka kule wawe na uwezo huo wa kukompiti kwenye employment za ndani na nje ya nchi, lakini pia namna wanavyoweza kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo mlichokiona huko, mlichojifunza, waleteeni vijana hawa ili waweze pia kuwa wajasiriamali wazuri watakaochangia katika maendeleo ya taifa letu. Kule kwenye shule mlikotoka tunategemea kuona mabadiliko chanya, na haya yatasaidia sana kuonyesha kwamba ile investment ambayo tumeweka imetoa product, na product ni yale mafanikio chanya ambayo ndugu zangu mtaenda kuonyesha kule. Twende tukatoe huu ujuzi tulioupata kwa vijana wetu ambao tunaenda kuwafundisha. Mtakumbuka tuliongea wakati mnaondoka, tuna walimu kwenye shule hizi ambazo mmetoka, walimu 751 na tumeweza kupeleka walimu 150. Tuna walimu 601 bado na wenyewe wangependa, yani kama ingekuwa kuwaambia na wenyewe waje tu wote hapa, wangependa waje waondoke kwenda kujifunza India au mahali pengine popote. Kwa hiyo ninyi kwanza, kitu ambacho mnatakiwa kufanya ninyi ni kuwa TOT, trainer of trainees. Kwa ninyi mkifika, anzeni kuwafundisha wale walimu wenzetu ambao hawakuweza kwenda kule India. Lakini tuwahakikishie kwamba tutaendelea kumuomba Mheshimiwa Rais, na nina uhakika ataridhia, tupate fedha nyingine ambazo tutaendelea kuwapeleka walimu wale waliobaki 601, hata kwa uchache waweze kwenda nao wakapata hii experience ambayo nanyi ndugu zangu mmeipata. Mimi kwa niaba ya uongozi wa wizara ninayoiongoza niwapongeze Waziri wa Elimu na timu yake, pongeze Katibu Mkuu TAMISEMI na timu yake kwa kazi hii ya maandalizi haya, lakini nanyi niwapongeze sana kwa kwenda na kurudi.